Godbless Lema ametingiza nchi ya Tanzania baada ya kuachiliwa kwa kutoa ujumbe mkali ambao umeshtua Samia Suluhu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Godbless Lema, mwanasiasa mkongwe wa upinzani na umoja wa sauti zilizokataa kunyamazishwa katika taifa la Tanzania, alikuwa ameachiliwa jana kwa dhamana baada ya siku kadhaa gerezani pamoja na viongozi wenzake wa Chadema. Wakati dunia ikijaribu kuelewa kilichotokea, ujumbe wake wa kwanza kwa umma uliwasha moto wa kiroho na kisiasa ambapo ulivuma haraka katika kila kona ya taifa. Kwa maneno machache lakini mazito, Lema alionyesha hali ya moyo wa mtu ambaye hata vifungo haviwezi kumvunja. Alizungumza juu ya maumivu, matumaini na thamani ya kutetea haki, akitaja kwamba kukata tamaa katika kutafuta wema wa binadamu ni dhambi kubwa zaidi ya maisha. Huo ulikuwa si ujumbe wa kisiasa tu, bali kiapo cha maadili kwa taifa lililo katika maumivu ya hofu na ukimya wa kulazimishwa. Kuachiliwa kwa Lema na viongozi wenzake kulitokea jioni hapo jana katika hali ya mvutano wa kisiasa uliokuwa umekithiri nchini Tanzania. Kwa miezi kadhaa upinzani ulikuwa ukilalamika kukamatwa kiholela kwa viongozi wake, kufungwa kwa mikutano ya kisiasa na kudhibitiwa kwa uhuru wa maoni. Wakati huo huo, serikali ya Samia Suluhu Hassan ilikuwa ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa kuhusu rekodi ya haki za binadamu, hasa baada ya machafuko ya Oktoba tarehe 29 ambayo yalionyesha sura mpya ya giza katika siasa za nchi hiyo. Hivyo basi, kuachiwa kwa viongozi wa Chadema hakukuwa tukio dogo. Kwa wananchi wengi ilikuwa kama mwanga mdogo ulioonekana katika handaki ndefu la giza, lakini zaidi ya yote ilikuwa na ishara kwamba bado kuna watu wanaoamini katika nguvu ya wema na haki hata katika nyakati ambazo uovu unaonekana kushinda. Lema si jina geni katika historia ya siasa za Tanzania. Ni mtu ambaye amewahi kuwa mbunge wa Arusha mjini, amepitia vipindi vya mateso, kimbizi na sasa kifungo. Lakini katika kila kipindi amebaki kuwa sauti isiyoepukika katika majukwaa ya haki na demokrasia. Katika ujumbe wake wa kwanza baada ya kuachiliwa, alionyesha kuwa mateso ya gerezani hayakumvunja bali yalimjenga zaidi. Alisema kwamba mateso kwa ajili ya haki ni faraja ya moyo, maneno ambayo yaliuzisha maelfu waliokuwa wakiumia kimya kimya kwa kile wanachokiona kama kuzimwa kwa sauti huru nchini Tanzania. Ujumbe huu ulisambazwa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, ukitafsiriwa si tu kama tamko la faraja bali kama wito wa kizazi kipya cha Watanzania kukataa ukimya. Wengi waliuona kama mwito wa kuamsha dhamira ya kitaifa ya kupigania utu bila hofu, bila chuki na bila tamaa binafsi. Kisa cha Lema na viongozi wa Chadema hakikuwa cha kwanza wala cha pekee. Katika miaka karibuni, wanasiasa wengi wa upinzani wamejikuta wakikabiliwa na ukamataji usioeleweka, kufungiwa mikutano na kesi zisizoisha mahakamani. Wakati baadhi walijaribu kujiondoa kwenye siasa kwa hofu, Lema na wenzake waliamua kusimama imara, wakiamini kwamba haki haipatikani kwa urahisi bali inahitaji gharama ya ujasiri. Walikumbuka historia ya taifa hili, jinsi wazee wa harakati walivyopigania uhuru chini ya hofu ya wakoloni, na kuona kwamba ukimya wao ungekufa ama ungekuwa saliti kwa vizazi vijavyo. Na katika ujumbe wake, Lema alisisitiza kwamba hata wale wanaona kama maadui wanapaswa kutambua kuwa juhudi zao ni kwa ajili ya watoto na wajukuu wa wote. Maneno yaliyogusa mioyo na hata wale waliokuwa wakimpinga. Wakati Tanzania ikijitambulisha kimataifa kama kisiwa cha amani, ndani yake kulikuwa na ukimya uliojaa woga. Mashirika ya kimataifa yamekuwa yakionya kuhusu kupungua kwa uhuru wa kujieleza, kudhibitiwa kwa vyombo vya habari na kukamatwa kwa wapinzani bila sababu za msingi. Hali hii imeleta hofu kwamba roho ya kidemokrasia ambayo ilijengwa kwa miaka mingi tangu mwaka 1992 wakati mfumo wa vyama vingi uliporejeshwa iko hatarini. Lema na viongozi wake wamekuwa sauti ya kuwakumbusha Tanzania kwamba amani si ukimya wa woga bali ni matokeo ya watu na heshima ya utu, na kwao kuishi kwa woga ni sawa na kufa kwa taratibu. Kukamatwa kwao kulikuwa kumeacha alama kubwa katika mioyo ya Watanzania wengi waliokuwa wakihisi kuwa demokrasia yao inafifia. Kuachiliwa kwao kulisababisha hisia mchanganyiko, furaha, matumaini, lakini pia woga kwamba dhamana
yao huenda isiwe mwisho wa safari ndefu ya mateso ya kisiasa. Katika ujumbe wake mfupi, Lema alisisitiza kwamba wapo nje kwa dhamana, kauli iliyotafsiriwa kama onyo la kimya kwamba vita bado havijaisha. Alionekana kuelewa kwamba mapambano ya kutafuta haki si ya siku moja, bali ni safari ndefu ya maumivu na matumaini. Na kwa wananchi wengi, hayo yalikuwa mwaliko wa kujitathmini. Na je, taifa lililojivunia umoja wa amani limefika wapi? Je, kimya cha wema kinaendeleza uovu na uangamiza misingi ya utu? Kwa miongo kadhaa, Arusha imekuwa kitovu cha siasa za upinzani na harakati za kijamii nchini Tanzania. Ni hapa ambapo mikutano ya kihistoria ya Chadema imewahi kufanyika, na ni hapa tu ambako Lema amejenga msingi wa heshima kama kiongozi anayekubalika katika hata na wapinzani wake wa kisiasa. Na mara tu baada ya kuachiliwa, mji huu ulionekana kuamka upya. Vijana walionekana wakiimba nyimbo za uzalendo, wakionyesha imani kwamba sauti yao bado ina nafasi kubwa. Upepo wa matumaini ulivuma tena, na safari hii ulikuwa ukibeba ujumbe wa kuamka, si wa kuvuruga, bali wa ujasiri na busara. Kama wafungwa wa dhamana, Lema na wenzake bado wako chini ya uangalizi wa sheria, lakini tofauti kubwa ni kwamba sasa wako huru kwa maneno kama roho na kwa dhamira. Ujio wao nje ya magereza umetafsiriwa na wengi kama ishara kwamba bado kuna nafasi ya kupumua katika mfumo unaoanza kukakamaa. Wananchi wameanza kuzungumza tena, mashirika ya kiraia yamepata ujasiri wa kutoa tamko, na vyombo vya habari vinajaribu kurejesha sauti za wananchi. Hata hivyo, uoga bado. Serikali haijatoa kauli kamili juu ya hatma yao, na bado kuna hofu kwamba dhamana inaweza kufutwa ghafla. Lakini kwa Lema, hali hiyo si kizuizi, bali ni changamoto ya kuonyesha kwamba imani inaweza kushinda uoga. Hapo jana alipotoka gerezani, macho ya Lema yalionekana kuchanganya uchovu na matumaini. Alikuwa huru kimwili, lakini alionekana kubeba mzigo wa taifa lote, mzigo wa watu wanaotamani kuona Tanzania yenye haki, amani na heshima. Ujumbe wake wa mwisho katika siku hiyo ulisalia kama alama ya amani na imani kwamba uovu hauwezi kushinda ikiwa wema utasimama na kusema. Kwa wengi, Lema si kiongozi wa kisiasa, ni ishara ya roho ya taifa inayojaribu kujinasua kutoka kwa minyororo ya uoga. Uwepo wake nje ya gereza ni kumbusho kwamba vita vya haki si vita vya bunduki, bali ni vita vya dhamira. Na hapo ndio mwisho wa taarifa hii ya uchambuzi wa kina kutoka hapa Kenyascope. Zidi kutusupport kwa kulike na kushare video zetu, na vile kusubscribe. Pia gonga kengele ama hii alama ya kengele ili uwe ukipata notifications kila wakati tukiweka content mpya.